Jina naitwa Mene. Mimi nimeona nikidhulumiwa kwa ile video tulienda matanga ya mwenye alikuwa mzee wangu wa kitambo. Okay, ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 3, nilikuwa kazi, nikapigiwa simu. Bwanangu amepata accident na wamama wa soko. So nikamwambia sijajua hiyo kitu. Akaniambia amepata accident, nasikia amepata accident place inaitwa Mutagara na ameaga. That night sikulala, nilikuwa na my colleague huko place inaitwa Naisaya. Nikaenda nikawaamsha, nikamwambia sikia kitu ninaambiwa, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Nilijaribu kupigia familia yao, sisters in law, but hawakuchukua simu. Hata kujaribu kupigia mother-in-law hakuchukua simu. Kila mtu kwa boma mwenye ninajua, hakuna mtu mwenye alipiga alichukua simu yangu. Nikaamkia Narok tarehe 6, nikakuja Narok. Uongojea hata kuna mwenye ataweza niambia kuna kitu imehappen kayo juu nilikuwa napiga simu ichukuliwe. Nikakuja mpaka Narok, tukakaa na wazazi wangu. Maneno ikaenea kote ukweli kuwa ameaga. Kukuja kwa wazazi ndio hiyo tarehe 7 sasa mchana ndio mama ananipigia. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia nimetoka kazi, nimesikia hivi na hivi na hivi. Wakaniambia, nikamwambia kwa nini nilikuwa napiga simu wa mchukuu. Akasema maajabu yenye ilifanyika, wewe kuja ungekuwa saizi kwa barabara na watoto unakuja. Nikamwambia nimelia mchana mzima, nimechoka, acha nikuje tarehe 8 sasa ile ni Friday. Nilipoteremka Kisii, niliteremka peke yangu na mama. Akaanza kuniambia umekuja peke yako kama nani? Nataka wajukuu wangu. Nataka wajukuu wangu. Nasikia wajukuu wangu taweza wapeleka kwa watu wengine, mimi nataka wajukuu wangu. Nikamwambia mama, mimi nimekuja kujua what happens. Watoto walikuwa shule hata sijawatoa shule. Ndio nitawaleta tu. Okay, maisha yangu na bwana mwenye alikuwa amenioa sijaikaa naye kwa amani. Tangu alinioa hii ni mwaka wa 9 tunaelekea wa 10. Hata mtoto wa kwanza kumzaa, nilimzaa hakuimuona mpaka miaka 2 kaisha ndio alikuja akamuona. Wazazi wangu wamenishikilia sana kwa maisha yangu yote. Sasa mama, vile nilifika Kisii nikataka kujua ni nini imemuua bwanangu mwenye alikuwa bwanangu. Nikaambiwa ni gari yake ni alikuwa naye, ni road accident imehappen, na hiyo pikipiki yake the same ndio imemkanyaga kichwa. Sasa nikataka kukaa chini kuulizia how comes gari kama amepata accident na gari yake, how comes pikipiki yake the same pikipiki ndio inamkanyaga kichwa. Nikaambiwa usianze kuuliza maswali mingi wewe. Mother-in-law peke yake, tukaenda na baba kuulizia hiyo maneno. Mother-in-law akaniambia peke yake, unauliza unataka mtoto wangu akae mmoja ama unataka unipeleke nikae huko na yeye? Unauliza hii maneno yote, ikisha happen imehappen. Gari unajua ilikuwa ya halali. Nikataka kuulizia wapi vijana wenye walikuwa naye juu nilikuwa nasikia mmoja alikuwa kwa gari ndani na wengine walikuwa kwa pikipiki wawili. Nikaambiwa usitake kujua, wacha tuanze program. Hiyo kitu ilikuwa imeniuma sana. How comes huyu mjamaa alikufa aje, aliuawa aje, what happens? Wengine wananiambia alikuwa ina high speed, gari ikaroll ikamtupa kwa barabara, ndio hiyo pikipiki yake bado ilikuwa inamfuata kwa nyuma ikamkanyaga. Nikauliza mother-in-law, kwa nini hamjaripoti kitu kwa police station ndio at least maaskari wafuatilie what happened kwa ground? Wakaniambia hapana, hakuna vile police station wataweza fuatilia, gari lilishatolewa kwa the scene na tumepeleka mwili mochari, hakuna vitu ya kufuatilia. Tukianza kufuatilia hata gari tutaipoteza. Nikamwambia mnalilia gari na uhai ya mtu mwenye ameshakufa, gari tu peke yake. Wakaniambia hapana, hiyo vitu tukianza kufuatilia italeta maneno mengi. Nikauliza wapi hao vijana wenye walisema walimkanyaga? Sikutaka kuonyesha. Nikaambiwa wewe unataka kujifanya mwerefu hapa, unataka kuchunguza nini? Nikanyamaza, nikarudi Narok. Komiti ya Narok juu venye alikuanga tu kwa ishi na yeye vizuri, alikuwa na wanawake wengi. Kuna mwenye wamezalia karibu 3 wenye najua Narok. Sasa Narok mafurutani ikakuwa wanaanza kusema tutaenda kwa mke mgani mwenye tunajua. Na mama wa soko wanasema maombolezi fanyike kwake, na wengine wanasema ni kwa Mele, wengine wakasema nani ameitwa Kisii. Ikakuwa ni mimi nimeitwa Kisii. Maombolezi ikafanyika kwangu penye tulikuwa tunaishi naye kwa plot. Maombolezi ikafanyika but haikuwa maombolezi nzuri juu watu hawako wanakuja. Juu kuna wale walikuwa kwa ile side nyingine na wengine wako side yangu. Nikateremka Kisii tena juu sikuridhika. Nikamwambia mami kitu hii ya accident ndio unaniambia ili turipoti kwa polisi. Polisi wachunguze, wacha kusema gari ni nini? Gari ni nini na uhai ya mtoto wako mwenye amekufa mwenye atujui what happened. Hata kama tulikuwa tunaongeleshana naye,
ni baba wa watoto wangu, na watoto walikuwa wanapenda babake sana. Tuende turipoti tu kwa polisi, afanye nini, wajue, waanze kuzunguka na wajue ni nini ili happen, wataweza ulizia watu from venye alikuwa na kila kitu. Nikakatazwa kabisa. Okay, kwa hiyo nyumba yenye tulijenga naye, nilikuwa nasikia naye alikuwa amemove on, ameoa. Na mimi nilikuwa nimemove on juu alikuja akachukua nguo zake zote, kila kitu, mpaka akaniandikia text niko nazo, wewe oleka, mimi nimeoa juu naona tumesumbuana naye miaka mingi. Na after all that, madam leo anajua kwa nini alinilipia mahari. Okay, nafanya hospitali. Kuna vitu nilifanya mingi yenye siwezi ongea kwa social media. Nikaenda kuelezea mamake, kijana wako ako hivi na hivi na hivi. Akashtuka sana, akaniambia kijana wangu ako hivyo. Nikamwambia na tutaendelea tuna maisha. Nikamwambia nimeamua tu juu ninampenda, wacha tu tukaende. Kijana akaanza kuniambia atajinyonga. Kwa nini amekuwa hivyo atajinyonga? Nikampembeleza, nikamwambia tutazaa tu mtoto mwingine. Ndio nimeanza kuvumilia, nikameza dawa zangu vizuri mpaka tukafanya nini, tukazaa mtoto wa pili huyu. Na mamake alikuwa anajua hali yake yenye alikuwa. Mama akasema kama uko hivyo mtoto wangu, kama ilikuwa hivyo kijana wangu ako hivyo, mimi mwenyewe nitakulipia mahari, watoto ni washike. Hata kama wewe hutaikuwa na huyu mtoto wangu, wacha tuweke sakukia ikuje iko. Nikamwambia ni sawa. Ndio that time tu 2023 December ndio akaita wazazi wangu, akalipa hizo ng'ombe 2 na 50k akapea baba. Tukarudi. From hata venye alilipa mahari, alikuja akaondoka kabisa mwaka yote last year, akikuwa ishi na yeye kwa nyumba moja. Nimekomboa nyumba, mimi ndio najilipia nyumba kila kitu. Anakuja tu nyumbani juu ndio naacha watoto hapa nyumbani, anawachukua town, anarudi anaenda. Mostly hatuko ishi na yeye. December ndio anakuja tu anachukua watoto nyumbani, anakaa nao hata bila mimi, anawarudisha, anaenda tena. So hatujai kaa naye kama bibi na bwana kwa nyumba moja kuendewana vitu mingi. Hatujawahi kabisa. Sasa imefikia ameaga. Wazazi sijui waliona nini. Nikamwambia wazazi, kenye kimehappen. Mama uliniambianga utashikilia watoto. Mimi mwenyewe sikuwa nimchukia. I think ni yeye alikuwa ananichukia na sijui kwa nini. Na nilimpenda na roho yangu yote. Watoto nitakupatia. Kaniambia leta watoto wazike babake. Nikamwambia ni sawa. Nikafika Kisii, ile nyumba yetu tulikuwa tumejenga naye imefungwa kila mahali. Nikamwambia mama, nikawaambia wapi funguo za huko chini, hakuna mwenye ananijibu. Akiniambia wote hakuna mwenye ananijibu. Nyumba zimefungwa zote. Tukaenda kwa ile nyumba ya kwanza yenye alianza kujenga ya kwanza. Kujenga hiyo nyumba ya kwanza, nikaambiwa hapa ndio atazikwa kwa barabara. Nikaamini kweli kwa barabara hizi ziko huko kwa barabara chini. Sasa tukaenda Thursday kutoa mwili kwa mochari. Watoto wote nimewateremsha, hata na mimi ndio nilienda Nyamira nikanunua jeneza na mango zake, tukanunua nguo apeleka kesho avalishwe ndio tulete mwili. Nilifika siku ya Thursday mpaka saa 10 sijaenda mochari kutoa mwili. Sijui ni nini ilikuwa inaendelea. Tumeachwa na madendo nyumbani na watoto wao wote na hatujaenda mochari. Nilifika mochari nilikuta ameshafanyiwa kila kitu. Naambiwa tu ingia kwa gari. Nikaingia tukaleta mwili. Mwenye tulikuwa naye kwa gari akaniambia, unajua umepangiwa? Nikamwambia nimepangiwa nini? Unanyang'anywa hii nyumba. Sema usimlijenga naye, tunajua sisi wote mlijenga na hii nyumba. Sema mwili ingishwe kwa hii nyumba tu, hata kani 20 minutes ndio umpeleke huko juu. Nikaenda nikaambia father-in-law, alikuwa amesimama kwa gate na wase fulani. Father-in-law, tulijenga na wewe kijana hii nyumba bwanangu, acha ingishwe hata kidogo tu. Ndio nini? Ndio tubebe mwili kwenda huko juu. Alirudi akasema, nikamwambia kama ufanye hivyo ninarudi Narok na watoto wangu. Akaenda chief akapigiwa, nimeleta kisirani, wakasema nimetusi huyo mzee, basi kumtusi kitu yoyote. Wakaniwekea makosa, hapa kuna sheria. Sio wewe unakuja kutuambia sheria, umetusumbua kuanzia siku ya kwanza ukitaka kusema. Kwa nini? Kifo chake unataka kujua ya nini?
kila kitu nataka kuchunguza, nataka kujifanya na wewe umesoma hapa. Hata na sisi kwa hii boma tuko na wenyewe wamesoma na kila kitu. Usianze kutusumbua sasa hivi. Sasa nikakaa tu nikasema nilijaiko huko chini na nimeambiwa kwa nitanyang'anywa ile nyumba, na alikuwa anasema hata marehemu hata kaa siku ile sitakuwa kijana wangu atataifia kwa hiyo nyumba. Nikamwambia kwa nini amkuweka mwili hata huko chini kidogo, mnanirecognize kama kweli bibi yake, basi hata kama kila mtu alikuwa ameenda kivyake juu ya watoto tu. Mama aliniambia nikuletee watoto wazike baba yake. Tukapanda huko juu. Kupanda huko juu, chifu akaitwa, huyo CS Matiang'i akaitwa, ni family, ni maankozi, na huyo CEO mwenye anafanya Airtel. Wakaniambia umochi kuna sheria. Mafurugu yenye mtu anataka kuleta hatutaki. Kavumilia. Usiku ikafika kuna sister in law wangu mmoja tulikuwa tumetoka Narok, na mfanyikazi wangu wa nyumba mwenye saa zingine anakuja kusaidia mama kuosha vyombo, hata saa zingine niko kazi. Tulikuwa nao peke yao. Nisingeleta watu kutoka Narok, nyumba ya chini imefungwa. Hakuna penye wageni wako watazalala, na sina kitu yoyote. Mattress, blanket. Kuomba mattress, madhelo ananitolea mattress kutoka kwa bedroom yake nilinunua kutoka Narok ya yenu.